taarifa yetu ya habari. Tuanze na habari za kitaifa. Baadhi ya wananchi mkoani Kagera wameitaka serikali kupitia vyombo husika kutoa elimu na taarifa zenye uhakika kuhusiana na janga la tetemeko la ardhi kufuatia tetemeko dogo kujirudia usiku wa jana na leo asubuhi, ukiachilia lile kubwa la mwanzo ambalo lilisababisha vifo vya watu 16. Tetemeko hilo dogo limetokea majira ya saa 4 usiku na kusababisha baadhi ya wakazi wa manispaa ya Bukoba kulala nje ya nyumba zao kufuatia wasiwasi uliotanda kuwa huenda likajirudia tena. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Charles Mebea kutoka mkoani Kagera. Ili tetemeko lililopita jana saa 4 kamili nilikuwa nakula. Sasa sikujua imerukaje ya msosi. Nimelala njaa mimi. Mutalemwa Emmanuel anaishi katika mtaa ulioathirika sana na tetemeko la ardhi wa Rome katika kata ya Kashai manispaa ya Bukoba, akielezea namna alivyostaajabu baada ya kusikia tetemeko jingine dogo hapo jana majira ya saa 4 usiku. Tetemeko hilo dogo limezua taharuki huku likiwaacha wakazi wa manispaa ya Bukoba wakilala nje ya nyumba zao usiku wa jana kwa kuhofia huenda tetemeko hilo lingejirudia tena, lakini hali ilikuwa shwari hadi majira ya saa 4 asubuhi ambapo tetemeko jingine dogo lilipita, lakini yote hayo hayakuwa na athari kama lile kubwa la Septemba 10 mwaka huu. Juzi sisi tulikuwa tujui chochote wala hata wakurusha matangazo kwenye radio kwenye matelevisheni kwamba litatokea tatizo hilo. Juzi tumekaa hapo. Tulikuwa tumekaa ghafla, yani ghafla tulishtukia tetemeko linaanza na nyumba zetu ndio hizo hapa zinabomoka. Tukakaa na hofu. Wakatuambia sijui litarudi usiku. Saa 3 au saa 4 kasoro tukasikia tena ukarudi. Basi kwa hiyo ikabidi tufanyeje? Tuamke. Ambao walikuwa kwenye nyumba zao wakaja hapa tukajikusanya tukalala hapo nje. Basi kwa hiyo mpaka sasa hivi ndio tulipo hapa, hatujaona tunachoendelea. Lakini baadaye kutoka nje majirani walitoka wakikimbia wakasema nini? Akasema nikasi kwamba tetemeko hiyo tulikuwa huko shuleni, tuko shuleni katika science kwamba tetemeko la ardhi, lakini mtu alikuwa anajipa moyo, lakini ilikuwa ni mbaya zaidi. Wataalamu wa jiolojia kutoka jijini Dar es Salaam tayari wamewasili mjini Bukoba kutafiti kiini cha tetemeko hilo la ardhi, na hili ndilo jibu lao kuhusiana na kujirudia mara kwa mara kwa tetemeko la ardhi. Utaratibu wa matetemeko hizi duniani kote yanatokea kwanza lile linaloitwa main shock, tetemeko kubwa. Baada ya hapo yanafuata matetemeko madogo madogo. Kama alivyosema mkuu wa mkoa hapa, yashatokea karibu mara 3 sasa, mawili la 3 leo asubuhi. Zaitwa aftershocks. Hizo kwa kawaida hazina madhara makubwa. Kwa sababu gani? Ndio zinafanya dunia sasa ianze kuwa stable, inatulia. Hata hivyo, baadhi ya wananchi wameitaka serikali kuwasaidia katika hali ngumu walionayo, hususan malazi katika kipindi hiki kigumu cha mpito. Nyumba zote zina makereki ndani. Hatuna hata sehemu ya kulala. Mimi nina watoto 3, wawili mapacha wachanga wana mwezi mmoja na kama siku 2, wengine huyu mmoja na kama miaka 4 hivi. Tunalala nje. Kwanza nahofia hata watoto wangu kugua pneumonia. Cha kwanza hicho. Nyumba hii hapa ya mama imeanguka, yani hatuna sehemu ya kwenda. Tungeliomba mheshimiwa president ambaye anaitwa Rais Magufuli angetusaidia sana, akatumwagia angalau alete gari moja la shitting. Charles Mebea, TBC, Bukoba.